Saidi, umemsikia hapo jaji mstaafu wa tume ambaye leo anatarajia kuwasilisha ripoti ambayo wameifanyia kazi kwa mujibu wa hadidu rejea. Kwa yale ambayo umeyasikia, maana sisi tunaiangazia itakavyokuwa kutokana na yale yaliyopewa au tulioambiwa na mwenyekiti wa tume. Unaitazama vipi ripoti hii kwa maelezo haya? Ni ripoti ambayo pengine inasubiriwa kwa hamu na Watanzania walio wengi. Na kwa nini inasubiriwa kwa hamu? Ni kwa sababu matukio ambayo ripoti imeenda kuyafanyia kazi ni matukio ambayo kiukweli yaligusa sehemu kubwa ya Watanzania kwa namna moja ama nyingine, iwe ni moja kwa moja ama pasina kuwa moja kwa moja. Ile tu kuwa Mtanzania na kwa kuwa matukio yalitokea ndani ya nchi yetu, kiukweli yaliwagusa Watanzania wengi, na ni uwazi kwamba hata kabla ripoti haijatoka ni kwamba Watanzania walio wengi hawakupendezwa na kile kilichotokea kwa ule msingi wa Utanzania wetu, kwa sababu sisi ni taifa ambalo limejengwa katika misingi kwa muda mrefu, tangu na waasisi wetu nikimaanisha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Walitengeneza misingi ya Watanzania kuishi kwa kuvumiliana, kustahamiliana, kuishi kwa kushirikiana, kwa upendo, amani, umoja na mshikamano. Hizi ni nguzo muhimu sana ambazo waasisi walikuwa wameziweka, na kiukweli kwa muda mrefu zimetutambulisha Tanzania kama nchi ambayo tulikuwa tunaitwa kisiwa cha amani, na hivyo ndivyo ambavyo inapaswa Tanzania iendelee kuwa ni kisiwa cha amani. Yaani hiyo ndio identity yetu katika dunia. Sasa kilichotokea wakati huo wakati na baada ya uchaguzi kwa kweli kiliwasikitisha Watanzania, kwa sababu ni kana kwamba tunaweza tukasema tuliteleza sote. Tuliteleza kwa sababu baadhi ya Watanzania, kulingana na matukio yaliyojitokeza, zile hali zilizojiri na mpaka kupelekea baadaye kuchukuliwa hatua dhidi ya kile kilichotokea, yote kwa pamoja yalileta madhara, na ndio nikasema kwamba yamewagusa Watanzania kwa namna moja ama nyingine. Kuna watu kama ambavyo hata Mheshimiwa Jaji Chande amesema hapo, waliathirika kiuchumi, lakini waliathirika kwa maana ya kwamba maisha ya watu, kuna watu mali zao ziliharibiwa, lakini kuna watu ambao walipoteza ndugu, lakini kuna watu ambao saikolojia, na hawa ni wengi zaidi, kwa sababu ndio maana nikasema kwamba kulingana na ile misingi ya ambayo tulijengewa na waasisi wa taifa letu, haya yaliyotokea kiukweli kisaikolojia yaliwaathiri Watanzania wengi kwa mamilioni, kwa sababu watu wengi walikuwa na maswali ya kujiuliza, tumefikaje hapa? Kwa nini? Vipi tumeteleza mpaka kuacha ile misingi yetu ya muda mrefu ambayo imetutambulisha kama ni nchi ya amani, umoja, upendo na mshikamano, na sasa tunaanza kuelekea kule ambako tulikuwa tukisikia tu yakitokea kwa mataifa mengine. Sasa katika mazingira kama hayo, ndio maana unaweza kuona kwamba tume hii lengo la kuundwa kwake hasa kimsingi ilikuwa ni kujaribu kutafuta tiba ya kwamba tumeteleza, lakini sasa ni namna gani tusiteleze tena. Hili ndilo ambalo hata Mheshimiwa Jaji Chande ameligusia hapo, kwamba katika zile hadidu za rejea ambazo walipewa, wameulizwa vitu muhimu sana vya kwenda kuangalia, kwamba ni kwa nini tulifika pale, lakini nini kifanyike ili tusirejelee kufanya kile ambacho kilifanyika. Sasa hiyo kwa kweli ndio Watanzania wengi wanaisubiri. Nadhani ripoti ya tume sasa itawapa mwanga wa kwamba tuliteleza kwa namna hii na tunapaswa kufanya hivi ili tusiteleze tena, tuendelee kubaki kama taifa ambalo ni lenye umoja, mshikamano, lakini tubaki na ile utambulisho wetu kwamba ni kisiwa cha amani. Na kwenye alivyokuwa akieleza mwenyekiti wa tume Jaji Othman Chande, ametaja baadhi ya makundi ambayo wameyafikia. Kwa muktadha huo na haya ambayo tunayaangazia sasa hivi, idadi ya watu waliojitokeza, na kuna wale ambao wanasema walijaza dodoso bila kutaja majina yao. Huu mfumo kwa kusikiliza na jinsi ulivyopangiliwa hivyo, unaweza kukidhi hicho unachokifikiria? Kwa kweli kwanza nimpongeze Mheshimiwa Jaji Othman Chande na timu yake. Ni watu ambao wana weledi mkubwa sana, kwa maana ya kwamba licha ya kuwa ni wataalamu wa masuala ya sheria, masuala ya utatuzi wa changamoto kama hizi kitaifa na kimataifa, lakini pia ni wamewahi kuwa watumishi waandamizi katika serikali. Kwa hiyo wana upeo mkubwa wa uelewa wa mambo. Kwa namna ambavyo wamefanya kazi yao, unaweza ukaona idadi ya watu wametaja 63,000 ambao walijitokeza kwa njia mbalimbali
kuifikia tume na kuieleza kile ambacho wanaona wao ni maoni na mitazamo yao kuhusiana na nini kilitokea na nini kifanyike. Inadhihirisha wazi kwamba tume ilifungua milango mipana sana ya kuweza kupokea maoni, mapendekezo, lakini pia na ushahidi. Unaona ametumia neno mafuriko ya ushahidi. Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna watu walikuwa wana nafasi na mawanda mapana ya kuweza kujieleza kwa uwazi mbele ya tume. Sasa hii ni moja ya mambo ambayo kiukweli tume tunaweza tukasema kwamba katika hatua za awali kabisa inastahili pongezi, kwa sababu katika mazingira mengine pengine wangeweza kubinya ile milango ya watu kuifikia tume na pengine wasingeweza kukutana na hichi walichokutana nacho. Kwa maelezo haya yanadhihirisha wazi ni kwamba tume ilitoa mawanda mapana sana ya watu kuifikia, lakini pia ilitoa uhuru mpana sana watu kujieleza. Kuna watu walifika mbele ya tume wenyewe, kwa maana wakakutana na tume ana kwa ana, lakini kuna watu ambao waliwasilisha kwa kujaza madodoso kama alivyosema, lakini njia mbalimbali ambazo tume ilizitumia katika kuhakikisha kwamba wanakusanya na mpaka wakaruhusu hata kama mtu atakuwa na jambo nyeti la kueleza, lakini pengine hataki utambulisho wake ufahamike, bado tume ilimpa nafasi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo tume ilikuwa ina uwazi wa kiwango kikubwa, na hili ndio jambo ambalo linaweza likaipa heshima kubwa sana tume hii, kwa sababu ya namna ambavyo limeweza kukutana na haya makundi na kuweza kunani. Kwa hivyo kile ambacho tume imekipata sasa kutokea kwenye hayo makundi mbalimbali na kwa njia mbalimbali ambazo zilitumika kukusanya ushahidi wa kile ambacho kilitokea na pia kukusanya mapendekezo ya nini kifanyike ili kisitokee tena kile ambacho kilitokea, yatatupa picha kama taifa kwamba tumekuwa na tume ambayo imetimiza wajibu wake vizuri, lakini pia Watanzania nao wamepata nafasi na fursa ya kuweza kueleza madukuduku yao, maoni yao na mapendekezo yao na kutoa pia ushauri kwa serikali. Kwa nadhani tume itakapotoa hii taarifa na mapendekezo yake itakuwa ni jambo ambalo litatusaidia sana kama taifa kuweza kuvuka katika kizingiti hiki, kwa sababu kama nilivyosema, wengi hawakupendezwa Watanzania kiukweli kwa yale yaliyotokea, na hapa tulipo sasa hivi hatumtafuti mchawi, tunatafuta namna ya kutibu majeraha ya yale madonda ambayo yalikuwa yamejitokeza, ili tuweze kusonga mbele zaidi, tukibakia na ule utambulisho wetu kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, ni nchi yenye umoja na mshikamano wa hali ya juu. Sawa. Wakati sote tukisubiri yale ambayo yatawasilishwa na tume mbele ya Rais, lakini inaelezwa wazi kwamba tume itaweka wazi ripoti yake. Kwani wachambuzi wa mambo inaleta tafsiri gani? Hili ni jambo lingine zuri, kwa sababu kuiweka wazi ripoti ya tume maana yake kutawapa nafasi Watanzania wengi kuweza kuisoma na kusoma kile ambacho kimeelezwa katika ripoti yenyewe, lakini pia kitatupa nafasi Watanzania kuweza kujadili sasa na kuweza kuchukua ule uhalisia wa kwamba sasa tunatakiwa tufanyie kazi yale yaliyomo ndani ya ripoti ya tume, kwa sababu haya yaliyomo ndani ya ripoti ya tume ni mambo ambayo yanatokana na maoni, mapendekezo na ushauri ambao umetolewa na Watanzania, sehemu ya Watanzania ambao waliifikia tume. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba kuna mambo ambayo yatakuwa yana uhalisia wa moja kwa moja wa kile ambacho kilitokea. Kwa hiyo wajibu wetu wengine sasa, Watanzania kwa ujumla wetu, ni kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi sasa kile ambacho kitakuwa kimejiri katika ripoti ya tume. Sisi kwa wananchi kwa upande wetu, lakini pia serikali na mamlaka nazo pia zitakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba zinafanyia kazi yale ambayo yatakuwa yameelezwa na tume, kwa sababu nao huo ni wajibu wao wa msingi kama sehemu ya usimamizi wa mamlaka ya kuendesha serikali na mifumo mbalimbali ya kiuongozi na kiutawala, mifumo mbalimbali ya kisheria. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaona sasa kila mmoja atakuwa na nafasi ya kutimiza wajibu wake. Lakini kwa nini tutatimiza kila mmoja nafasi yake? Ni kwa sababu tunalenga kusonga mbele kama taifa, na kwa kuwa tumeshateleza basi tumeona mahali tulipoteleza, basi tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuzuia siku nyingine tusije tukateleza kama ilivyotokea. Na katika wakati anazungumzia hizi hadidu rejea na hiyo njia ya kuelekea tusijikwae pale tulipojikwaa jana, amezungumzia kitu kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatakuwemo katika ripoti yataeleza swala la uwajibikaji. Hili katika nchi yenye utawala bora, na nyinyi kwa jicho lako la uchambuzi, ukizungumzia uwajibikaji, maana kwa tume ambayo imesikiliza makundi hayo yote, alafu imepewa hiyo dhamana ya pia kushauri kutokana na jopo na nguvu na manake elimu alionayo na uelewa, na kama ulivyosema makundi haya, jopo hili lina watu wenye ubobevu katika sekta mbalimbali,
neno uwajibikaji katika hili linaweza likasaidia nini katika kutojikwaa pale tulipotoka? Uwajibikaji ni miongoni mwa nukta muhimu sana, hasa katika hali ambayo tumepitia na kule ambako tunakusudia kwenda, kwa sababu kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba kila mmoja ana nafasi ya kutimiza, na hiyo nafasi ya kutimiza ndio sehemu ya uwajibikaji, kwa maana ya kwamba serikali itapaswa iwajibike kwa upande wake, kwa maana ya kwamba wao kama viongozi na mamlaka ambayo inasimamia mambo, kuna vitu ambavyo vitashauriwa na tume, ni lazima wawajibike kuhakikisha kwamba wanavitekeleza. Lakini pia kuna mambo ambayo tume itawashauri pengine hata wananchi wa Tanzania kwa ujumla wetu, kwamba hivi mnapaswa kufanya hivi, na kama inatokea hali ya sintofahamu pengine na nini, kuna namna bora za kufanya ili kuweza kupata kile ambacho mnakihitaji pasina kusababisha madhara. Kwa hivyo na sisi wananchi pia tutapaswa kuwajibika. Hivi ndivyo ambavyo uwajibikaji unatarajiwa kufanyika, kwa maana kwamba ni lazima uwe wa pande zote, hauwezi kuwa wa upande mmoja tu. Matukio yaliyotokea kama nilivyosema, kuna watu walipoteza mali zao, kuna watu wamepoteza wapendwa wao, na kuna watu wameathirika kisaikolojia. Kila mmoja atakuwa na namna fulani ya kuwajibika katika nafasi yake, kwa maana ya kwamba lengo letu kama taifa na katika hatua hizi za uwajibikaji ni kujenga misingi imara zaidi ili tusijikute tunarejea katika matatizo yaliyotokea. Kwa hiyo tutapaswa kuwajibika sote, serikali kwa upande mmoja, mamlaka kwa maana ya mifumo ya kiutawala na kiutendaji, mifumo ya kisheria, yote hiyo itapaswa kuwajibika, kwa sababu tunaamini katika yale yaliyotokea mpaka kutokea vile yalivyotokea, kulikuwa kuna matundu mawezekana mahala fulani ambayo ndio yakasababisha mpaka tukafikia katika hatua tuliofikia. Kwa hiyo mapendekezo ya tume yatatusaidia sana kuweza kuona kwamba serikali inawajibika kuhakikisha kwamba inaziba mianya yote ambayo inaweza kusababisha tukarudia katika hatua tuliorudia. Lakini pia mifumo ya kiutawala na mifumo ya kisheria lazima na yenyewe ifanyiwe marekebisho yake, kwa sababu inawezekana wananchi walisukumwa na vitu fulani ambavyo walikuwa hawaridhiki navyo. Kwa hiyo ni lazima vifanyiwe kazi. Hiyo nayo ni sehemu ya uwajibikaji. Lakini pia kwa watu ambao walipoteza mali, naamini tume itakuwa imeshauri vitu. Itakuwa imeshauri pengine kwa watu ambao walipoteza mali zao na ndugu zao, pengine kuwe kuna namna fulani ya kuwafidia. Tunaweza kusema kwamba kwa mfano mali zinaweza zikafidiwa kiurahisi na watu wakarejeshewa, lakini nafsi za watu ni ngumu. Lakini pia katika misingi tu ya kuonyesha kwamba uwajibikaji unakuwepo, ni lazima katika matukio kama haya, tunaona hata katika tume za baadhi ya maeneo mengine huko katika mataifa mengine ambao wamewahi kupitia kwenye changamoto kama hizi, kuna ufidia. Haimaanishi kwamba zinalipwa zile nafsi za watu zilizopotea, lakini angalau zile familia ambazo zilizoathirika zinaweza zikatazamwa katika namna ambayo inaweza ikawapa ile hali ya kwamba wakapata faraja kutokana na kuona kwamba angalau serikali ama mamlaka imejali na kuweza kuwajali na kuwathamini kwa kile ambacho wamepitia na kuwapa mkono wa faraja. Sasa haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunayatarajia yawe ni sehemu ya uwajibikaji kutokana na kile ambacho tume itapendekeza. Mwisho kabisa, kuna mambo mawili alizungumza ya katiba mpya kaitaja pale, lakini pia kazungumza neno maridhiano. Haya maneno mawili ukiyasikia wewe kwa sikio lako la uchambuzi, ni nukta muhimu, ndio maana nikasema kwamba kuna vitu inawezekana watu hawakuridhika, ndio maana tukafika pale. Na miongoni mwa mambo ambayo kiukweli tunataraji yanaweza yakaibuka kwa uwazi kama alivyogusia Mheshimiwa Jaji Othman Chande, ni kwamba swala la katiba mpya imekuwa ni kilio cha muda mrefu. Na kwa nini ni kilio? Ni kwa sababu watu wanaona kuna mianya fulani ambayo pengine kwa mazingira na nyakati tulizonazo inahitaji kuzibwa. Lakini pia kuna masuala ya sheria, sheria zenyewe za uchaguzi, kwa sababu tulikuwa tunakwenda kwenye tukio muhimu la uchaguzi, na pengine hata watu ule msukumo waliupata kwa sababu ya tukio lenyewe ambalo tulikuwa tunakwenda kufanya ni tukio la uchaguzi. Kwa hiyo pia ziko sheria ambazo zinaongoza taratibu zetu za uchaguzi zinapaswa kufanyiwa pia maboresho. Naamini kabisa hizi zitakuwa ni sehemu za maeneo ambayo yanaweza yakatusaidia pakubwa kuhakikisha kama taifa tunaziba mianya yote ambayo ilitufikisha katika matukio yale ya wakati na baada ya uchaguzi, ili kwamba tutakapokwenda kwenye matukio mengine huko baadaye kama yale ya uchaguzi, basi yasiweze kujirejelea na tukajikuta tumeingia katika changamoto tulioipitia. Saidi, tunakushukuru, asante kwa kuja hapa UFM kuzungumza nasi, na sote tunasubiri kusikia yale ambayo yatawasilishwa mbele ya Rais na tume hii ambayo imefanya kazi yake
pasi na shaka kila mmoja wetu ameweza kusikia yale yaliyoelezwa na namna ilivyofanya kazi yenyewe. Tukutakie majukumu mema na asubuhi iliyo njema. Asante sana, nashukuru.